يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha mpaka wakati huu bado ni wazima, si kwa ujanja wetu, kwa ni kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala si kwa wale waliotangulia kuondoka katika huu ulimwengu ikawa kuna kitu labda wamekikosea au labda wameteleza sehemu fulani, kama ilivyokuwa kawaida kwa baadhi ya watu wanavyoitikadi kwamba mtu akipata madhila fulani basi kayajisababishia mwenyewe. Hapana, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye amejalia uwe mwisho wake. Sasa mimi na wewe ambaye tumepata afya mpaka wakati huu, bado tuko wazima, tuna afya zetu na ni wazima, basi hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye pekee Allah ndio ambaye ametuwezesha kuwepo mpaka wakati huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Imran aya 145 anasema, wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, kwa maana wama kanat nafsun litamuta illa biqada'illah, hapana nafsi yoyote inayokufa isipokuwa ni kwa kadhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahukumio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yameshahukumia kwamba nafsi ya mtu huyo itoweke katika huu ulimwengu. Wa qadarihi, na kadari zake Allah tayari kashakadiria mtu huyo awe ni mwenye kutoweka katika huu ulimwengu. Wa kataba Allahu likulli shay'in au likulli nafsin ajalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshaandika kwa kila nafsi, kashaiandikia muda wake maalum wa kuondoka katika huu ulimwengu. La yaqdiru ahadun ala taghyirihi wala ta'khirihi, hawezi mtu yoyote kuchelewesha kadari ya Allah wala kuibadilisha kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameshaihukumu. Lazima ukifika muda, lazima ukifika wakati mtu huyo awezi kuondoka katika huu ulimwengu. Vile vile katika suratul Munafiqun aya 11 Allah Subhanahu anasema, wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah hatoichelewesha nafsi ya mtu yoyote unapokuwa umefika wakati wake. Kwa maana wakati wa nafsi ikiwa imefika wa kuondoka, basi Allah hatoweza kuichelewesha nafsi hiyo hata kwa dakika moja au kwa sekunde moja. Lazima hiyo nafsi itakuwa ni yenye kuondoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ikiwa mpaka sasa hivi bado uko hai, basi ni kwa taufiki ya Allah, ni kwa mapenzi ya Allah kukubakisha mpaka wakati huu. Basi inatakiwa umshukuru Allah kwa kufanya yaliyo mema, ili ukiondoka katika huu ulimwengu uondoke ukiwa umeondoka katika hali nzuri. Kinachoogopewa au kinachosimuliwa kwa watu, kafa huyu vipi, sio kwamba amekufa kwa kujitakia, hapana. Kinachoogopewa kule anapokwenda, amekwenda kwa mazingira gani. Lakini kufa ni kitu cha kawaida. Mtu akifa kwa ajali ya pikipiki, akifa kwa gari kagongwa, vyovyote itakavyokuwa, Allah kashakadiria.
lakini kinachohofiwa kwamba huyu mtu amekufa, alipoenda huko amekutana na nini, hicho ndio cha kuogopewa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujitahidi sana kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya na siha ambayo ametupatia. Jambo la pili, tujitahidini sana kumshukuru Allah subhanahu kwa hii neema ya Uislamu aliyotupatia. Mtu kuwa Muislamu ni moja katika miongoni mwa neema kubwa sana. Yaani neema hii huwezi kufananisha na neema yoyote katika ulimwengu. Hata kama utatajirishwa, utapewa ufalme, utapewa madaraka ya aina yoyote, kama Allah kakunyima Uislamu, basi fahamu kwamba umekosa kheri ya dunia na akhera. Kupata Uislamu ni moja katika miongoni mwa mambo ambayo mtu kapata kheri nyingi na neema kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu anasema katika suratu Imran aya namba 85, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yoyote ambaye akatafuta usiokuwa Uislamu, akatafuta dini nyingine, basi mtu huyu haitokubaliwa dini hiyo kutoka kwake, na mtu huyo akhera atakuwa ni katika miongoni mwa waliopata hasara. Ibn Abbas radhiyallahu anhu wakati alipokuwa akitafsiri maneno ambayo Allah anasema fala yuqbala minhu, akasema kwamba man salaka tariqan siwa ma shara'ahu Allah, yoyote ambaye atakayepita njia sio ile ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala, basi fala yuqbala minhu, haitokubaliwa njia hiyo kutoka kwake yeye. Yoyote atakayepita njia ambayo si ile ambayo Allah ameiweka, na njia aliyoiweka kwetu sisi Allah ni dini. Sasa yoyote atakayepita njia isiyokuwa ya dini ya Uislamu, basi afahamu kwamba hiyo njia aliyopita fala yuqbala minhu, haitokubaliwa njia hiyo, wa huwa fil akhirati minal khasirin, na mtu huyo akhera atakuwa ni katika miongoni mwa watu waliopata hasara. Kwa hiyo inatudhihirikia kwamba al-Islam huwa dinul haq, Uislamu ndio dini ya kweli ambayo tunatakiwa tushikamane nayo, na wala usizingezinge, usipate wasiwasi kusema kwamba dini hii bwana, hapana, upo katika dini ya haki, basi muombe Allah akudumishe katika dini hii ya haki mpaka mwisho wa maisha yako, kwa sababu Allah hataweza kukubali dini zingine isiyokuwa dini ya Uislamu. Aya hii wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, inatia nguvu na msisitizo wa kutuonesha ya kwamba inna dina alwahida almaqbula inda Allah huwa alislam, hakika dini ya kipekee yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ndio dini pekee ambayo almaqbul inda Allah, yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile aya hii inatutilia nguvu na kutuonesha msisitizo ya kwamba man yatba' ghaira dini al-islami sayakunu khasiran fi dunya wal akhirah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yoyote atakayefuata isiyokuwa dini ya Uislamu, basi mtu huyo atambue kwamba sayakunu khasira, atakuwa ni mwenye kupata hasara fi dunya wal akhirah, hapa duniani atakuwa ni mwenye kupata hasara, na huko akhera anapokwenda atakuwa ni mwenye kupata hasara mtu huyu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kwa maana la yafuza bin najati minal adhabi wa la yanara ridallahi wa thawaba, hatofaulu milele. La yafuza bin najati minal adhab, mtu huyu hatoweza kufaulu kutokana na kuokoka na adhabu, na vile vile hatoweza kupata radhi za Allah, na vile vile hatoweza kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala.
ikiwa mtu atafuata dini isiyokuwa ya Uislamu. Hii aya inatuwekea wazi na kutupa nguvu maneno haya. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya haki ambayo tunatakiwa tushikamane nayo, na wala tusiwe na shaka na dini yetu hii ya Uislamu, kwa sababu tupo katika uongofu, na baada ya maisha haya tutakuwa ni wenye kustarehe baada ya kuondoka, ikiwa mtu utaushika vizuri na mafundisho yake ambayo Allah subhana ametufundisha kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika suratu Imran aya namba 19, suratu Imran, Allah subhana anasema inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Dini mbele ya Allah subhana ni Uislamu. Hiyo ndiyo dini ambayo Allah subhana anaitambua na ndio anayoikubali, ni Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam, kwa maana inna dina al-mardiyya as-sahiha inda Allahi huwa al-Islam, dini yenye kuridhiwa iliyo sahihi mbele ya Allah subhana ni Uislamu. Ndio maana ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametuambia, kwa maana Allah anatupa habari ya kutuonesha ya kwamba la dina indahu yakbaluhu min ahadin siwal Islam, hapana dini Allah anayoikubali mbele zake ya mtu yoyote, kutoka kwa mtu yoyote isiyokuwa Uislamu. Uislamu ndio dini pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaoukubali. Kuacha dini ya Uislamu, hakuna dini ambayo Allah subhanahu anayoikubali. Vile vile katika suratul Maida aya namba 3, Allah anasema kwa kunukuu maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ambapo alipokuwa yupo katika viwanja vya Arafa katika hija yake ya kuaga, hijjatul wadaa. Allah ananukuu maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Haya ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema wakati ambapo yupo katika hijjatul wadaa, hija yake ya kuachana na maisha haya ya dunia. Kwa maana baada ya hija hii hakuiji tena Bwana Mtume, akawa ni mwenye kuondoka katika huu ulimwengu. Maneno haya maana yake ni kwamba Mtume alikuwa anakusudia raditu lakumul islama dina, kwa maana al-yawma lakum al-fara'idha was-sunana wal-hududa wal-jihada wal-ahkama wal-halala wal-harama falam yanzil ba'da hadhihi al-aya halalun wala haramu. Haya ndio makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallama alipozungumza maneno haya, kwa maana al-yawma akmaltu lakumul faraidha, leo siku hiyo ya Arafa ya hija yake ya kuaga, anasema leo nimekamilisha kwenu nyinyi faradhi zote nimekamilisha leo kwenu nyinyi, wasunana, na sunna zote nimefaradhisha kwenu, nimekamilisha kwenu nyinyi hii leo siku ya Arafa, wal jihada, na jihadi vile vile nimeikamilisha kwenu nyinyi leo, na sio jihadi peke yake, wal ahkama, na hukumu zote za Uislamu nimekamilisha kwenu nyinyi leo, wal halala wal harama, na haramu zote na halali zote zipo wazi, wal hudud, na hudud kwa maana makosa ya jinai, mtu akizini akifanya hivi afanywe hivi, akiiba afanye hivi, akifanywa hivi, yani kila kosa la jinai atakalolifanya mtu, basi hukumu yake ilikuwa tayari shakamilishwa. Siku ya Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anazungumza maneno haya, falam yanzil baada hadhihi al-aya halalun wala haram, haitoteremka baada ya aya hii halali wala haramu, haitoweza kuteremka baada ya aya hii. Kwa hiyo kwa uthibitisho wa aya hizi tulizozitanguliza, ni wazi ya kwamba, ndugu zangu, Uislamu wetu hauna mapungufu. Uislamu ni dini iliyonyooka, ni dini iliyokamilika. Kwa hiyo tumwombe Allah na tumshukuru sana Allah subhana
kwa kutuweka katika hii dini ya Uislamu, kwa sababu ni dini ambayo imekamilika, haina mapungufu, na ndiyo dini ambayo Allah anaikubali na kuiridhia. Ndugu zangu, tunafahamu ya kwamba tupo ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal. Mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi ambao ulida Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amezaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal. Ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, walillahi alhamdu, kuna mengi ambayo tunayoyafanya. Tunaadhimisha maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kufungamanisha na mwezi huu, kwa kuwa amezaliwa. Tunafanya mambo mengi ikiwemo kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusimulia maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi huu. Lakini ikiwa tunayafanya haya ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, kumwadhimisha Mtume na kutaja sila yake na maisha yake kwa ujumla, basi isiwe tunaishia kutaja sifa za Bwana Mtume na kuadhimisha na kumfuata Mtume ikiwa tuko ndani ya mwezi huu tu peke yake. Hapana. Ikiwa tunamwadhimisha Mtume katika mwezi huu wa Rabiul Awwal, basi isiishie katika mwezi huu peke yake. Tumwadhimishe, tumtaje na vile vile tumfuate. Sio tunamwadhimisha peke yake, na tumfuate Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama katika yale yote ambayo aliyotuambia, aliyotufundisha, tujiepushe na aliyotukataza nayo. Yaani kiufupi ni kwamba falnudkhil hayatahu fi hayatina, tuyaingishe maisha yake ya Mtume, yani tuyaingize maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya maisha yetu. Tuishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maisha yetu. Isiwe unaingia mwezi huu wa Rabiul Awwal tunamwadhimisha na kufanya makubwa, lakini baada ya kuondoka mwezi huu kila mtu anafanya yale ambayo anayoyatambua haitofaa na haitokuwa ni sahihi maadhimisho haya tunayoyafanya ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal. Ikiwa tutaishi maisha ya kumwadhimisha Mtume ndani ya mwezi huu, basi mpaka nje ya mwezi huu tuendelee kumwenzi na kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika suratul Ahzab aya namba 21, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kumekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah kuna kiigizo chema, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anayemtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na akawa anaitarajia akhira, kwa maana anaitarajia siku ya mwisho. Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika kuifasiri hii sehemu inayosema liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, akasema liman kana yarju thawab Allah wa liman yakhsha yawmal ba'thi alladhi fihi jazaa'ul a'mal. Haya ndiyo maneno sahihi ya liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa maana kwa yule ambaye anayetarajia thawabu za Mwenyezi Mungu na ikawa anaogopa siku ya kufufuliwa, siku ambayo ndani yake ndiyo kutakuwa kuna malipo ya matendo tunayoyafanya. Ikiwa mtu ataogopa siku ya kufufuliwa na ikawa anatarajia kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, basi kumekuwa kwake yeye kutoka kwa mtume ndio kiigizo chema. Kwa yoyote atakayekuwa anahofia mambo haya na kutaraji mambo haya, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwake yeye ndio kiigizo chema. Hadhihi al-aya jaat lamma khafa ba'dhu sahaba wattarabu min ulaika al-ahzab wattarabu min khatarihim wa min sharrihim. Tunaambiwa kwamba aya hii laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ila akhiri, aya hii ilishuka au ilikuja wakati ambapo
maswahaba radhiallahu anhum walitetemeshwa au walikuwa wana hofu kutokana na makundi ambayo yalikusanyika kwa ajili ya kuwapiga vita wao. Kuna makundi yalikusanyika, ilikuwa ni yaumul Khandaq, vita vya Khandaq. Makundi yalikusanyika mengi kwa ajili ya kuwapiga vita maswahaba au Waislamu. Sasa baada ya kukusanyika hayo makundi, maswahaba waliingiwa na hofu ndani ya mioyo yao kwa wingi wa yale makundi yaliyokusanyika kwa ajili ya kuwapiga vita wao, na vile vile maswahaba radhiallahu anhum waliofia zile shari zao na hatari zao. Kwa hiyo baada ya kuwa sasa wameona kuna hatari kubwa ya kushindwa na hiyo vita kutokana na wingi wa hayo makundi na kuogopa kwao maswahaba radhiallahu anhum, ikateremshwa aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya hii. Lengo ni nini? Liyaktadu bisabiri nabii, liyaktadu bisabiri nabii sallallahu alayhi wa sallam wa thabatihi wa iradatihi wa azimatihi fi dhalika al-yawm. Ili Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ya kuiteremsha hii aya ili maswahaba radhiallahu anhum wapate kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya subira, na vile vile wathibiti kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wamfuate Mtume kwa kumkusudia, kwa maana Mtume anakusudia nini, anakusudia kufanya nini katika wakati mgumu kama huu, na vile vile wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maazimio yake, nini ataazimia kutokana na siku ngumu ambayo iliwakuta maswahaba radhiallahu anhu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya hii. Vile vile tunaambiwa kwamba wa anzala Allahu hadhihi al-aya lialla yadkhulahum shay'un min al-khawf, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha aya hii ili isiwaingie wao au kisiwaingie wao kitu katika hofu maswahaba. Fa inna Allaha ma'ahum, kwa sababu hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yuko pamoja nao. Kwa hiyo akawatoa hofu kutokana na wingi wa hao maadui walikuwa wakitaka kuwaazimia kuwashambulia. Allah akawatia subira na imani kwa kuwateremshia aya hii. Fa amarahumullahu, Allah akawaamrisha maswahaba radhiallahu anhum ayataassaw bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile Ibn Kathir anasema hadhihi al-aya aslun kabirun fi babi ibtidai nabii sallallahu alayhi wasallam. Aya hii ni asli kubwa, ni chimbuko kubwa katika mlango wa kuelezea namna ya kumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya hii ni asli kubwa sana kwetu sisi kuizingatia, kuonesha kwamba ni aya ambayo ipo katika faida za kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa maana hadhihi al-aya aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi fi aqwalihi wa a'malihi wa ahwalihi. Aya hii ni asli kubwa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kauli zake na matendo yake aliyoyafanya na hali yake kwa ujumla, au na hali zake kwa ujumla ambazo alizoishi nazo katika maisha yake ya uhai. Hii aya ina asli kubwa sana katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha umiru nasu bitaasi bin nabiyyi yawm al-ahzab au yawm al-khandaq, na kwa sababu hiyo ndiyo sababu wakaamrishwa watu kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama katika vile vita vya Ahzab au vita vya Khandaq, kwa maana inaonyesha kwamba ni asli kubwa sana Muislamu kushikamana na kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Isiwe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama tunamfuata ikiwa tupo katika mwezi huu tu wa Rabiul Awwal, ukiondoka mwezi huu kila mtu anafanya maisha yake anayoyajua yeye,
pasina kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa hatukufikia lengo la kuadhimisha kwetu mwezi wa Rabiul Awwal. Vile vile wal ayatul qur'aniyya allati awjabat ta'atahu sallallahu alaihi wasallama wa tiba'ahu wa adam mukhalafati amrihi tazidu ala 40 aya. Tunaambiwa kwamba aya za Qur'an, aya zilizokuwa ndani ya Qur'anul Karim ambazo zilizowajibisha kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata, tunaambiwa kwamba zipo zaidi ya aya 40 zinazoamrisha kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallama na kumfuata na kutokumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zipo zaidi ya aya 40 zinazoonesha msisitizo wa jambo hilo. Vile vile amesema Imamu Ahmad ibn Hanbal, amesema katika miongoni mwa kauli zake kuonesha umuhimu na uwajibu wa mtu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Ahmad anasema nadhartu fil mushafi fawajadtu fi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi 33 mawdi'a. Nadhartu fil mushafi, nilitazama ndani ya msaafu. Kwa maana nadhartu ni ule utazamo wa umakini wa kuzingatia. Sasa Imamu Ahmad anasema kwamba nilitazama ndani ya msaafu. Baada ya kutazama ndani ya msaafu, fawajatu, nikakuta ndani ya huo msaafu niliotazama, nikakuta baada ya kuzingatia msaafu, nikakuta ndani yake ta'ata rasulillahi fi 33 mawdi'a, taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama katika sehemu 33. Imamu Ahmad anasema maneno haya kwa maana ndani ya Qur'ani, katika mtazamo wake kuzingatia yaliyo ndani ya Qur'ani, kakuta taa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama inazidi zaidi ya aya 30 zipo ndani yake zinazoonesha uwajibu wa kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuzungumza maneno haya, tunaambiwa ya kwamba thumma ja'ala yatlu fi surati Nur, kisha akaingilia akawa anasoma Imamu Ahmad katika suratu Nur aya ya 62. Baada ya kuzungumza maneno haya, akasoma aya ya suratu Nur ya 62 na usema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Akaisoma aya hii baada ya kusema kwamba nimechunguza, nimekuta ndani ya msahafu kuna aya zaidi ya 30 zinazoonesha msisitizo wa kumtii Mtume. Akasema baada ya kuzungumza maneno haya, akasoma aya hii inayosema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, basi watahadhari wale ambao wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, an tusibahum fitna, kufikwa wao na fitna. Watahadhari wanaomkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallama kufikwa wao na fitna, au yusibahum adhabun alim, au kufikwa wao na adhabu chungu. Akaisoma aya hii baada ya kuzungumza hayo maneno. Tunaambiwa kwamba waja'ala yukarriruha, ikawa anairejea hii aya falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Ikawa yukarriruha, anairejea kila mara baada ya kuwa amefika katika sehemu hii, akairejea zaidi ya mara kadhaa alizorejea. Baada ya kurejea, akawa anasema wamal fitna, na ni nini fitna? Kwa sababu Allah kazungumza mambo mawili hapa kwa yule atakayekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aidha imfike fitna huyo mtu au adhabu chungu. Adhabu chungu tunaifahamu, mtu ni kuumia, kupata maumivu juu ya hiyo adhabu ambayo atakayopewa juu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii fitna ambayo mtu au watu wakimkhalifu Mtume wanaweza kuipata, na ni lazima wataipata,
ni fitna ya aina gani? Ndo Imamu Ahmad alipofika katika sehemu hii akawa anajiuliza baada ya kuirejea hii aya, wamal fitna, na ni ipi fitna ambayo mtu ataipata baada ya kuwa amemkhalifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kujiuliza akasema, ashirku, ni shirki. Shirki ndiyo fitna ambayo atakayoipata mtu ambaye atakayemkhalifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena akasema, la'allahu an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayfi fayuhlikahu, huenda huyo mtu atakayemkhalifu mtume huyo kikaingia kitu ndani ya moyo wake katika upotevu, ikawa ni sababu ya kumwangamiza. Akazungumza maneno haya. Kwa hiyo ni wazi ya kwamba yoyote ambaye atakayekwenda kinyume, atakayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi afahamu kwamba atapata moja ya mambo mawili au yote mawili atapata. Atapatwa na shirki kama alivyotuambia Imamu Ahmad, na vile vile atapatwa na adhabu iliyokuwa chungu yenye maumivu makali yenye kuumiza. Huu ni ubaya wa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake, katika kauli zake alizotuambia, na vile vile katika matendo yake aliyoyafanya. Ni wajibu wetu kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyotuelekeza na kutufundisha, ili tuweze kuepukana na fitna ambayo Allah subhanahu ametuambia kwa yule atakayemkhalifu, na vile vile tuepukane na adhabu yenye kuumiza. Vile vile Ibn Kathir katika kuifasiri aya hii ambayo Allah anasema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Ibn Kathir akasema, falyahdhar, mtu huyo atahadhari, waliyakhsha, na aogope mtu huyo, man khalafa shari'ata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, aogope na atahadhari yule ambaye anayekhalifu sheria ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atahadhari, aogope yule ambaye anayekwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, batinan au dhahira, ya ndani na ya dhahiri. Anatakiwa ajiepushe na aogope mtu huyu, antusibahum fitna, kufikwa yeye au kufikwa hao watu na fitna. Kwa maana alikuwa anakusudia nini? Makusudio yake kwamba fi qulubihim min kufri, haufie na aogope mtu huyo, au watu haufie na waogope kufikwa wao na fitna. Ibn Kathiri akatafsiri fitna kusema kwamba kufikwa katika mioyo yao na ukafiri. Haufie mtu huyo atakayemkhalifu mtume kufikwa katika moyo wake na ukafiri, au nifaqi au unafiki. Aidha utafikwa moja na haya mawili, ukafiri au unafiki, au bid'a au mambo ya kuzusha. Kwa maana utakuwa ni mtu wa kuzusha tu mambo, hauko katika mwenendo ambao Bwana Mtume ameufundisha. Kwa hiyo ogopa utakayekuwa ni mwenye kukhalifu amri au sheria ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kufikwa na moja ya mambo haya, kama alivyosema Ibn Kathir, kufikwa na ukafiri, aidha unafiki, au ukawa ni mtu wa bid'a, au moja kwa moja ukaingia katika shirki kama alivyosema al-Imamu Ahmad. Wakasema wengine katika kuelezea umuhimu na ulazima wa kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba faradallahu ala al-khalqi ta'atahu fi naifin wa 30 mawdhi'an min kitabihi. Wengine wakasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha katika kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amewafaradhishia viumbe katika kumtii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fi naifin wa 30 mawdhi'an min kitabihi, zaidi ya sehemu 30 ambazo zipo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wakasema maneno haya. Kwa hiyo bado inatuthibitishia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
sheria ya kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au ulazima wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea ndani ya kitabu chake kitukufu zaidi ya sehemu 30, akionyesha umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, waqad dhakara Allahu ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ittiba'ahu fi nahwi min 40 mawdi'an min al-Qur'ani, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallama na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama fi nahwi min 40 mawdi'an, katika sehemu mfano wa sehemu 40. Ibn Taymiyyah anasema katika sehemu zaidi au mfano wa sehemu 40 ametaja Bwana Mtume Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea umuhimu wa kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo bado inatuonyesha kwamba kumtii mtume si jambo la khiari. Kumtii mtume ni jambo la lazima kwa kila mtu. Ukimkhalifu mtume, basi tahadhari kwa haya tuliyoyasema, ufikwa moja katika hayo mawili au katika yote kwa ujumla ufikwe nayo. Kwa hiyo ni hatari juu ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Taymiyyah anasema kwamba alichunguza au aliangalia kwenye Qur'ani vile vile, akaona Allah subhana ametaja zaidi ya sehemu 40, mfano wa sehemu 40 zikielezea umuhimu na ulazima wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusema maneno haya, kisha akasema ka kaulihi taala, kama kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, mayuti'i rasula faqad ataa Allah. Ni moja katika miongoni mwa sehemu ambazo Ibn Taymiyyah rahimahullah ametutajia kutuonesha kwamba Allah subhana ametaja sehemu nyingi ambazo zinazoonesha umuhimu na uwajibu wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasoma aya hii inayosema mayuti'i rasula faqad ataa Allah, yoyote ambaye atakayemtii mtume basi bila shaka mtu huyo atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile akasoma aya nyingine ambayo inayosema baada ya kusoma hiyo aya akasema Ibn Taymiyyah kwamba waqad amara Allahu bi ta'ati ar-rasuli lahi sallallahu alayhi wasallama fi akthar, hakika ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama fi akthar min 30 mawdi'an, zaidi ya sehemu 30. Zaidi ya sehemu 30 ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala atuiwe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama minal Qur'ani, katika Qur'ani. Kwa maana yake kwamba wakarana ta'atahu, Allah subhanahu wa ta'ala akakutanisha toa yake yeye bitaatihi, kwa kumtii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ukimtii Allah subhana ni sawa sana kama ukimtii mtume sallallahu alaihi wasallama ni sawa sana kama umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakarana baina mukhalafatihi wa mukhalafatihi, na vile vile Allah akakutanisha baina ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallama na kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ukiwa umemkhalifu mtume ni sawa sana kama umemkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wakarana baina ismihi wa ismihi, akakutanisha baina ya jina lake Allah subhana na jina la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii iko wazi, mtu huwezi kuingia katika Uislamu kama hujatamka shahada mbili. Shahada ya kwanza ni kutamka ashhadu an la ilaha illa Allah, ya pili wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hii ni kuonesha kwamba Allah kumbe kakutanisha jina lake na jina la bwana mtume. Haiwezi kusuisha shahada yako ikiwa umetamka shahada moja ikawa kutaja shahada ya pili ambayo wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, shahada yako itakuwa ni batili, bado haijakamilika. Vile vile
fala yudhkaru, Allah ataji illa dhukira ma, isipokuwa atatajwa pamoja naye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hata kwenye swala kuna tashahud, tahiyatu, vile vile inafungamanishwa kwamba kuna kumtaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kuonesha ubora wa mtume sallallahu alaihi wasallam na uwajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jukumu letu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumfuata mtume ndio kuna mafanikio yatakayoweza kupatikana. Kinyume na hapo, hakuna yoyote ambaye atakayeweza kufanikiwa ikiwa kakhalifiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile imekuja hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Abu Huraira anasimulia kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema. Siku moja alikaa na masahaba. Baada ya kukaa na masahaba akasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekuwa amekataa kuingia peponi. Mtume alizungumza maneno haya, ikawa ni mambo mageni kwa masahaba, kwa sababu kikawaida hakuna yoyote miongoni mwetu ambaye atakayekataa kuingia peponi. Hilo lipo wazi, kila mtu anataka kuingia peponi. Sasa baada ya kuzungumza maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba radhiallahu anhu ikabidi wamuulize mtume sallallahu alaihi wasallam, waman ya'ba ya Rasulullah, na ni nani ewe mtume wa Allah ambaye atakayekataa kuingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu masahaba kwa kuwaambia, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, yoyote ambaye atakayenitii mimi na kufuata amri zangu na kujiepusha na makatazo niliyoyakataza, akaishi maisha ninayoyaishi mimi, basi mtu huyu ameingia peponi, kwa maana ametaka kuingia peponi. Wa man asani faqad aba, na yoyote atakayeniasi mimi, kwa maana atakayeenda kinyume na mimi, basi mtu huyu atakuwa amekataa kuingia peponi. Ni wazi kwamba kumbe pepo ipo pale ambapo tutakapofuata maamrisho na taa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujitahidini kuingiza maisha haya ndani ya maisha yetu ili tupate kufaulu, kwa sababu kufaulu kupo katika kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, kama tulivyoona katika hadithi kwamba mtume anasema watu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Na kuingia peponi ni kumfuata mtume. Ukikataa kumfuata mtume, maana yake wewe umekataa kuingia peponi. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amekutanisha mapenzi yake juu ya kumtii bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wewe kama kweli una mapenzi ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima umfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio utadhihirisha mapenzi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kwamba wewe haumpendi Allah, na kama umpendi Allah, maana yake Allah hatakuwa na haja na wewe. Wewe umekataa kumpenda Allah, na Allah subhanahu hataweza kuwa na haja na wewe. Kwa hiyo kumpenda Allah ni kumtii bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, kama mwenyewe Allah alivyosema katika suratu Imran aya 31. Allah subhanahu anasema, qul, kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ewe mtume, in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, ikiwa nyinyi kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi fattabi'uni, nifuateni mimi. Hii ni kuonesha kwamba kumbe mapenzi ya Allah, kuonesha kwamba sisi tunampenda Allah ni pale ambapo tutakapokuwa tumemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukimkhalifu mtume, hatuna mapenzi ya Allah, hatumpendi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anamwambia mtume, waambie ikiwa kweli munanipenda mimi,
mfateni Allah subhanahu, mfateni Mtume sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifateni mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya Allah subhanahu anampa mwongozo Mtume kuwaambia watu. Kuna watu walikuwa anawaambia, lakini sio hao tu, mpaka sisi inatuhusu. Kama kweli tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima tumfate Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kumfuata Mtume tutadhihirisha mapenzi yetu kuonesha tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo akasema Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala na atakufutieni madhambi yenu. Kwa hiyo kumbe mafungamanisho ya kufutiwa madhambi na kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala yapo katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukimkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wazi ya kwamba hatumpendi Mungu. Kwa udhahiri wa aya hii ni wazi hatumpendi Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile Allah hataweza kuwa na haja kwetu sisi ya kutusamehe madhambi yetu, na vile vile hataweza kuwa na haja ya kutufanyaje, ya kutupenda. Allah hataweza kutupenda, na vile vile hataweza kutusamehe madhambi yetu. Kwa hiyo kumfuata Mtume ndio kumpenda Allah, na ndio sababu ya kusamehewa madhambi na Allah, na ndio sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Hashri Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fanta, na yale ambayo amekuleteeni Mtume fakhudhuhu, basi achukueni. Wama nahakum anhu fanta, na yale ambayo amekukatazeni msiyafanye, basi msiyafanye, komeni nayo, jizuieni kuyafanya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama amekukatazeni msiyafanye, lakini fanyeni yale ambayo Mtume amekuamrisheni kuyafanya hayo. Maana yake ni kwamba mahma amarakum bihi fafa'aluhu, vyovyote vile ambavyo atakapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisheni, basi inatakiwa mfanye. Fanyeni yale ambayo Bwana Mtume amekuamrisheni kuyafanya. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuhu, na vyovyote vile ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama amekukatazeni kutokana na hayo aliyokukatazeni, basi jiepusheni nayo. Ndio maana ya aya hii, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fanta, komeni kwa yale ambayo aliyokukatazeni na fanyeni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuamrisheni. Kwa nini? Fa innahu innama ya'muru bil khair, hakika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama hali ilivyo siku zote huwa anaamrisha mambo ya kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuna anachokiamrisha isipokuwa kile ambacho anachokiamrisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ni katika miongoni mwa mambo ya kheri. Kheri pekee ndio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama anaiamrisha. Wa innama yanha an sharri, na hakika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama milele huwa anakataza shari. Sasa ikiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha, kwa maana ni moja kwa moja anatuamrisha mambo ya kheri, na akiwa ametukataza jambo Mtume sallallahu alaihi wasallama, bila shaka Mtume anatukataza mambo ya shari, basi yale mambo ya shari tunatakiwa tuepukane nayo, na yale mambo ya kheri ambayo anatuamrisha tuyafanye, basi hatuna budi kushikamana nayo ili tuweze kufanikiwa na kuonesha mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ipo wazi Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wama yantiqu anil hawa, Mtume sallallahu alaihi wasallama hazungumzi kutokana na matamanio. Kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama anachokizungumza siku zote huwa ni kitu ambacho kipo wazi, hazungumzi kwa mapenzi ya nafsi yake. Na aya hii wama yantiqu anil hawa, tunaambiwa ya kwamba anzalallahu hadhihi al-aya,
Allah subhanahu wa ta'ala ameitelemsha aya hii, wama yantiqu anil hawa, lianna ba'dha an-nasi qalu, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walisema inna Muhammadan yaqulu min tilqa'i nafsihi, hakika Muhammad anazungumza kwa uelekeo tu wa nafsi yake, yani kile ambacho kinachompitia katika nafsi yake basi ndio anachokizungumza mtume. Kuna baadhi ya watu walizungumza maneno haya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kwa kuwaambia ya kwamba wama yantiqu anil hawa, mtume sallallahu alaihi wasallama hazungumzi kutokana na matamanio, kwa maana kile anachokizungumza bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ni kitu ambacho kipo wazi. Ma yaqulu Muhammadun qawlan an hawa wala gharadhi, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kutokana na matamanio wala kutokana na malengo fulani ambayo anayoyafikiria kwamba na malengo fulani kuzungumza haya ili nipate kitu fulani. Hapana. Au labda kuna kitu ambacho amekitamani kimeingia ndani ya nafsi yake ndio mtume sallallahu alaihi wasallam azungumze. Hapana. Anachozungumza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam si matamanio wala si kwa sababu ya malengo fulani ambayo anayoyakusudia ndio azungumze. Hapana. In huwa illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha, kwa maana ma nutquhu fi dini illa wahyu min Allahi ta'ala yuha ilaihi, hakukuwa kule kuzungumza kwake mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini, au hakukuwa kule kutamka kwake mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini, isipokuwa ni wahyi ambao yuha ilaihi, umefunuliwa kwake yeye, umeteremshwa kwake yeye. Wahyi unaoteremshwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anaozungumza. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzi kwa matamanio kama baadhi ya wale ambao waliokuwa wamesema kwamba inna Muhammadan yaqulu min tilqa'i nafsihi. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachozungumza ni wahyi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia wahyi huo. Amesema Imam Ahmad katika kuelezea kauli hii ya Allah subhanahu inayosema in huwa illa wahyu yuha, kwamba innama yaqulu ma umiru bi, hakika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kile ambacho ameamrishwa. Kwa hiyo kitu ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam anachokizungumza si porojo, ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha akifikishe, kwa sababu yeye ndio mtume wake. Allah hakushindwa kuzungumza na kila mmoja, isipokuwa kamleta mjumbe ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallama, iwe ndio kama ni wakili wa kufikisha ujumbe wake. Kwa ni lazima kile ambacho anachokizungumza bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kiwe ametumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akifikishe kwetu sisi. Kwa hiyo anachozungumza mtume siku zote kinakuwa ni wahyi ambao Allah subhanahu amemteremshia. Ndio maana Imam Ahmad akasema yaqulu ma umiru bi, anasema yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama ameamrishwa kuyazungumza ndio ambayo anayoyasema. Yuballighuhu ila nasi kamilan min ghairi ziyada wala nuksan, anafikisha hicho ambacho alichoamrishwa afikishe hicho, na Allah subhana hali ya kuwa kipo kamili, tena min ghairi ziyadatin, pasina kuzidi, wala nuksan, wala kupungua. Kwa maana tunaposikia maneno ambayo tunaambiwa mtume kasema kadha, mtume kasema kadha, mtume katukataza tusifanye haya, mtume labda aliishi hivi maisha yake, alifanya hivi, basi usizani kwamba maisha ya bwana mtume yanafanana na mimi na wewe. Hapana. Anachoambiwa, anachokifanya mtume au anachokizungumza mtume au anachokiishi mtume ni kile ambacho ameamrishwa na Allah aishi katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo maana yake ni wajibu wetu kufuata zile ambazo nyenendo ambazo alizopita mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumtii mtume na kumfuata mtume ni sawasawa na kusilimu au na kusalenda kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile
walisema baadhi ya maswahaba radhiallahu anhu, baadhi ya maswahaba siku moja walikaa wakasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, fa innaka, hakika yako wewe Mtume sallallahu alayhi wasallama, tudaibuna, unatufanyia mzaha sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallama, unatufanyia mzaha. Masahaba baadhi yao walizungumza maneno haya. Baada ya kusema maneno haya, Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia, inni la aqulu illa haqa, mimi sizungumzi isipokuwa ni ukweli, ni haki. Kwa maana hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analeta mzaha katika maneno yake, ukichunguza maneno hayo ndani yake kuna ukweli, ndani yake kuna ukweli wa maneno hayo. Ilitokezea siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaambia masahaba zake kwamba wazee wote hawaingii peponi. Walishtushwa masahaba kwa kauli hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inawezekana vipi wazee wasiingie peponi? Kwa maana huu ulikuwa ni mzaha, lakini ukiuangalia kwa umakini mzaha huu unaona kabisa ni maneno ambayo yako kweli, kwa sababu watakaoingia peponi hawatakuwa ni wazee. Hata kama mtu atakufa akiwa ni mzee, akifufuliwa akawa amepata neema ya kuingia peponi, mtu huyu atakuwa ni kijana mwenye nguvu ya kutosha kabisa. Ndio makusudio ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kusema kwamba wazee hawatoweza kuingia peponi. Sio kwamba aliwakanusha kwamba wazee wote motoni, hapana, isipokuwa hata kama akiwa mzee akifa akifufuka atakuwa na sigha ya ushababi. Ndio maana Mtume, wale masahaba walipomwambia kwamba Mtume unatufanyia maskhara, unatufanyia mzaha, Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaambia masahaba kwa kuwaambia kwamba inni la aqulu illa haqa, hakika mimi sizungumzi isipokuwa ninachokizungumza ni haki, ni kitu cha kweli, hakina mzaha ndani yake. Kwa ndugu zangu katika imani, kumtii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ni jambo la lazima. Tunatakiwa tujitahidi kufuata yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuambia tuyafate, kwa sababu ndiyo salama yetu itakuja kupatikana. Ukikhalifu amri ya Mtume kuna hasara kubwa na hatari kubwa ya kuangamia, kama Allah alivyosema, watahadhari, kwa sababu watakuja kufikwa na fitna, vile vile watakuja kufikwa na adhabu chungu wale ambao watakaokuwa ni wenye kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fitna ni ushirikina na mengineyo ambayo tuliotoka kuyasema katika miongoni mwa baadhi ya maneno ya wanawazuoni ambao waliotuambia juu ya fitna itakayomfika mtu ambaye atakayemkhalifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia sababu ya kumkhalifu Mtume, ndio leo hii jamii zetu zimeharibika. Jamii zimeharibika, maadili hakuna, mambo shaghala baghala, ni kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu tumeacha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maharibifu yanatokea, ikiwemo watu wanawachinja watoto, watu wanafanya matukio ya ovyo, watu wanafanya kila aina ya matukio, ni kwa sababu ya kumkhalifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja miongoni mwa mambo ambayo tumefeli, ambayo tumeweza kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallama, ni juu ya malezi. Watu tumefeli katika malezi. Tunaona kwamba mtoto kwenda chuo ni siku ya Jumamosi na Jumapili, ndio siku za chuo. Ukiangalia mtoto huyo anarudi chuo, anarudi shule mapema, lakini ishakuwa kama ni kisingizio kwa baadhi ya watu kwamba mtoto akirudi shule hata saa 8 kachoka, apumzike, ataenda chuo Jumamosi. Kwa wiki nzima huwa anakwenda shule. Jumamosi na Jumapili ndio zimetundikwa kwa ajili ya chuo. Na wengine kwa ubaya zaidi kwamba mpaka siku za Jumamosi na Jumapili wazazi hizi siku wanazitumia kwa kuwapeleka watoto zao matuisheni wakajifunze mambo ya sekula na mengineyo. Lakini kiukweli katika sekta hii wazazi wengi wamefeli, na ndio maana maharibifu yote yanatokea katika ulimwengu.
tumeacha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hakumpa mzazi mwanaye zawadi iliyokuwa bora kuliko mzazi huyu kumpa adabu iliyokuwa nzuri. Sasa tuulizane, adabu nzuri ambazo mzazi ataweza kumpatia mwanaye zinapatikana sekula? Ni jambo ambalo haliwezekani na aliingia akilini. Shuleni kama tunavyojua, kuna maharibifu makubwa sana yanayoendelea, hasa shule hizi za sekondari hizi kuanzia form 1 mpaka, kuna maharibifu makubwa ambayo yanatokea, tunayaona na yanayoendelea kuonekana. Watu wamekosa utu, wamekosa yani kuishi maisha ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi maisha hayo, kwa sababu utakuta mtu kama nilivyosema kwamba anamwacha mtoto wake aende shule wiki nzima, alafu Jumamosi na Jumapili ndo anamwachia mtoto huyu aende madrasa. Baada ya miaka kadhaa mtoto huyu anapiga mahesabu ya kwamba akimaliza msaafu basi mtoto huyu tena ameshajua dini, ataendelea kufanya mazingira mengine, ili hali ya kuwa kitendo cha kumaliza msaafu mtoto, maana yake mtoto huyu ndio anaanza kuwa ni mumayiz, kujitambua. Kumaliza msaafu mtoto sio ndo kujua dini, na hili nimelishuhudia kwa baadhi ya wazazi kadhaa ambao tunawafundisha watoto zao. Unakuta mzazi anakuja madrasa anakuambia kabisa kwamba mtoto wangu huyu sasa hivi kula 7, kwa hiyo kabana na mambo, nilitarajia afike msaafu hata juzu ya pili, akimaliza basi akae nyumbani, kuona kwamba akifika juzu ya pili ya tatu tayari kashaijua dini. Huu ni msiba. Sasa tunafeli, ndio maana jamii zinaharibika. Watu wanaona shule ndiyo muhimu, shule ndiyo kitu ambacho kitakachoweza kumwokoa mtoto, alafu anasahau kwamba kuna masomo muhimu ambayo inatakiwa mtoto huyu ayapate. Yote ni kutokana na kumkhalifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpa mtoto zawadi bora ni kumsomesha dini na kumlea katika malezi mazuri ambayo atakayoweza kumuongoza baada ya kuondoka wewe duniani, kwa sababu utaondoka, utamwacha mtoto anaishi katika maisha gani, maisha atakayoishi mtoto huyu, basi tambua kwamba wewe utahusika katika namna moja ama nyingine uko ulipo, na utakuwa ni mwenye kuulizwa na Allah subhanahu. Mtoto kwa nini hakuleleka katika mazingira haya? Kwa nini mtoto aliishi mazingira haya? Na wewe ulikuwepo, ulikuwa una uwezo wa kumsomesha mtoto huyu akaijua dini yake, akamjua Allah. Wewe umemtundikia elimu ya dini kwamba akimaliza labda darasa la 7 kipindi cha likizo ndio atasoma chuo, ikisha kipindi cha likizo atakuwa yuko bize na shule. Kwa maana hii ni hasara juu ya hasara. Ndio maana jamii zetu zinaharibika. Katika suratul Qalam Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika yako wewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam uko juu ya tabia tukufu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya zile tabia tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala alimsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzungumza maneno haya, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Na vile vile kutoka kwa Jubair ibn Nufayl anasimulia ya kwamba hajajtu, siku moja nilienda hija, nikafanya matendo ya hija. Baada ya kufanya matendo ya hija, fadakhaltu ala Aisha radhiyallahu anha, nikaingia kwa Aisha mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza hija yangu. Jubair ibn Nufayl anasimulia, baada ya kuingia kwa Bi Aisha radhiyallahu anha, fasaltuha, nikamuuliza Aisha radhiyallahu anha an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Aisha aliulizwa na huyu Jubair ibn Nufayl baada ya kumaliza hija, na akamfuata Bwana Bi Aisha radhiyallahu anha. Baada ya kumuuliza, Bi Aisha radhiyallahu anha akamjibu kwa kumwambia,
kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alquran, ilikuwa tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni Qur'an. Qur'an ndio ilikuwa tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Qur'an. Na ndio maana yake kwamba ikiwa ni wajibu kwetu sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama, basi ni wajibu kufuata Qur'ani, kwa sababu tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni Qur'an. Qur'an ndio tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kama alivyoulizwa bi Aisha radhiallahu anha, akajibu kwamba kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alquran, ilikuwa tabia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ni Qur'an. Sasa kwa ubaya wa kumkhalifu mtume na kupelekea tukaikhalifu Qur'ani, ndio maharibiko yanakuja kutokea. Mfano mfupi, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na vile vile waokoeni ahali zenu na moto. Ahali kwa maana familia zenu kwa ujumla, wale ambao mnaoishi nao, ikiwemo mke au kama wake wawili, watatu, wanne, watoto na wale ambao mnawalea, waokoeni. Na vile vile baada ya kuziokoa nafsi zenu, waokoeni na wao kutokana na moto. Ukiangalia amri hii imekuja kwa maana ya ujubu wal ilzam, kwa maana ni wajibu na ulazima wa kila mtu aiokoe nafsi yake. Akitaka mtu kuokoka na maisha ya dunia, ni kuiokoa nafsi yake na moto, na vile vile kuokoa familia yake. Ukiokoa nafsi yako peke yako, ukaacha familia yako inaangamia, wewe bado hujaingia katika kuiokoa nafsi yako, kwa sababu utakapoiokoa nafsi yako ukaacha familia yako, kuna hatari kubwa sana ya kukung'ang'ania hiyo familia yako siku ya Kiyama. Kwa sababu mtoto atakapoulizwa kwa nini hukujengeka katika mazingira ya kumjua Allah, hatuweza kujitetea zaidi ya kusema kwamba baba aliniachia, hakuwa tayari kuniongoza katika misingi iliyokuwa mizuri. Kwa maana yake wewe bado haitokuwa umeiokoa nafsi yako. Ndio maana Allah akasema, ziokoeni nafsi zenu na waokoeni watoto zenu kutokana na moto. Kwa aya hii ya kuonesha kwamba amri ilikuwa ni lazima na uwajibu kwetu sisi kuziokoa nafsi zetu na watoto zetu, inatuwekea wazi ya kwamba kila mmoja katika sisi ni jukumu lake kumfundisha mtoto wake namna ya kumjua Allah na kujua sheria ya Allah subhanahu. Yeye kama yeye ni wajibu wake kumfundisha mwanaye kumjua Allah na sheria ya Allah, na vile vile ni wajibu wake mtu huyo kumfundisha mkewe na wale anaoishi nao kujua sheria ya Allah na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hili jambo la kuokoa nafsi yako na kuokoa familia yako ni fardhu ain, ni fardhu ya lazima. Wewe kama wewe unawajibika kuokoa nafsi yako na kuokoa familia yako na moto. Ikiwa sasa tumebanika na mambo, ndio tunawapeleka watoto zetu madaris kwa ajili ya kujifunza namna gani ya kuweza kujiokoa wao kama wao na moto. Sasa cha ajabu utakuta kwamba mtu anampeleka mwanae madrasa, lakini bado anakuwa ni mzito katika kufuatilia maendeleo ya mwanae, anakuwa ni mzito katika kumwangalia yule ambaye amekaa kwa ajili ya kumsomeshia mwanae, ili hali ya kuwa kwamba jambo la kumfundisha mtoto lilikuwa ni wajibu wako wewe kama wewe mzazi, kumfundishe mtoto wako masala ya dini. Kwa kuwa umebanika na ishtighal, ndio umempeleka madaris ili akajifundishe mawili matatu ya kumjua Allah na kujua sheria ya Allah na kujua namna gani ambavyo anatakiwa aishi katika huu ulimwengu. Lakini utakuta mzazi anaghafilika na kuona kwamba mwalimu yule hana thamani yoyote, walimu wanapenda hela, walimu sijui wapo kadha kadha. Ni maneno ambayo hayafai kwa mzazi kuzungumza maneno haya, kwa sababu ilikuwa ni jukumu lako wewe kama wewe kuiokoa nafsi ya mtoto wako na kujiokoa wewe kama Allah alivyosema, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na ahali zenu na moto.
Sasa ukiangalia hii aya tumekhalifu, tumekwenda kinyume nayo. Hatuokoi nafsi zetu na wala tusiokoi nafsi za familia zetu, na ndio maana maangamivu yanapatikana, kwa sababu tumekhalifu mwenendo wa Mtume, tumekhalifu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, ni juu ya jukumu letu kwamba turudi kufuata sheria inavyosema, turudi kufuata mafundisho ambayo yanatuelekeza namna gani tuishi, namna gani tunatakiwa tufanye. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi vipi katika maisha yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongea kitu gani? Ni jukumu letu tufuate ambayo ameongea Mtume. Na ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amekamilisha dini na kuzungumza yale maneno, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, akukaa muda mrefu akaondoka. Sasa tunayapataje maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumewekewa darasa mbalimbali, mihadhara mbalimbali na mambo mengi ambayo yanayotokea tunayasikia. Ni jukumu letu tushikamane na haya tunayoyasikia. Mtume kasema hivi, usiwe na khiari ya kufuata, ni lazima ufuate, kwa sababu kumfuata Mtume ni sawa na kuwa umemfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Mayuti rasula faqad ataa Allah, yoyote atakayemtii Mtume bila shaka mtu huyo atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, atakayemkhalifu Mtume bila shaka mtu huyo atakuwa amemkhalifu na kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa ametaka tuishi katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo tusiadhimishe vile vile mwezi huu peke yake kuadhimisha madhati ya Mtume, ikawa tumekomea kuadhimisha peke yake na kutaja sifa za Mtume sijui na kufanya haya. Tuendelee nayo mpaka mwisho wa maisha yetu. Tuendelee kumwadhimisha Mtume kwa kumuishi ndani ya majumba yetu, kuishi sisi kama sisi. Mtu upo katika biashara fulani, ujue unaishi vipi katika biashara hiyo, kwa kujichunga kwa yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Upo katika kufanya miamala na watu, basi ishi katika miamala hiyo kwa kufuata namna ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ili tupate kupata salama mbele za Allah na tupate kuokoka kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.